baba. Kama kawa ndani ya nyumba. Si mwingine kenu mitambo siku ya leo. Ni yule director Heroes Studio. Au tunamwongelea DJ Hero tukapande za boma. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, basi leo nimekuja na mashine tata. Ukisikia sasa picha yenye mkono, hii imekaa. Hapa hii kila kitu kipo. Hapa kuna love story, kuna mkono, yani kila kitu kimekaa, kimetulia. Basi wazamini wangu wengi ni watazamaji wangu. Anaona tazama hapa basi ndo mzamini wangu kabisa. Wala sio na wasiwasi. Support yako nahitaji sana kwa kucomment na kunipa nini nifanye kuboresha kazi kama kama. Basi soko wazamini Baba J Digital Studio pale barabara Dorcas pale chini. Anafanya kazi kubwa zaidi kuweza kumtambulisha DJ Hero kama kawaida. Inazidi kusababishia tena siku ya leo. Kitu tunazidi kusonga mbele kabisa. Picha mpya kabisa, hii ni kwere. Hero ni hero tu siku zote. Mimi sidhamini na watu bali mtazamaji wangu, wewe ndo mdhamini wangu. Kwa hiyo ukiondoka bila kusubscribe pale au kucomment, basi utakuwa unafanya kosa moja kubwa sana. Ajitahidi kukuletea vitu vizuri ili tuweze kwenda sawa. Hakikisha na subscribe na kumenya kikengele pale chini ili tuweze kwenda sawa kwa picha nzuri kabisa hii. Analeta DJ Hero mwenyewe aliyesomea kazi. Hatujaparamia kazi, watu tumekaa tukatulia. Ndio maana ukasikia DJ Hero, maana yake Hero ni shujaa siku zote. Hero is always a hero. Basi picha moja safi kabisa hili, yenye love story nzuri, yenye mkono balaa, yenye kisa kizuri ambacho leo kinahusu kisasi kikubwa mara mingi. Basi kama kawaida nakuletea ngurumo ya mashine tata hii. Bila kumsahau ngurumo bucha pale barabara Dorcas. Babangu mdogo yule azidi kusababisha vitu kama hivi. Basi picha hii inakwenda kuanza kuna eneo moja ambalo ni jangwani fulani, ambapo kwa eneo moja la jangwa huko upande wa China. Maeneo ya jangwani yanaonekana kuna watu wengi. Nakumbuka usafiri wa jangwani mara mingi sana wanakuaga basi ni hawa ngamia. Ndio usafiri mkubwa wa jangwani unaopendwa na watu wengi wanaoishi maeneo ya jangwani. Kwa kawaida jangwani kuna season of the year, yani kuna hali ya hewa kama kimbunga fulani ambacho ni kibaya, yani wanaita sandstorm. Kuna watu wanasema kuna sandstorm, yani zoruba ya vumbi inakuja bado jangwani. Inabidi tubaki hapa siku ya leo tusiweze kwenda. Lakini iko mbali kuna mtu mmoja alionekana anaweza kuenda. Kuna mapo kuna ile zoruba ya vumbi. Alikuwa anaelekea mboni Hamuma mwenye hatari kubwa sana. Kaka usiende huko. Sasa alikuwa anamwambia asiweze kwenda huko kwa sababu kuna zoruba ya vumbi ambayo inaweza kuua mtu. Inakufukia kabisa. Lakini jamaa huyu anaonekana ajali. Alifika akasikilizia anavyosema. Alikumbuka maneno anaambiwa kama kumbuka wewe ni Mungu. Kumbuka sasa hivi wewe ni Mungu, yani Mungu wa kisasi. Miaka 20 imeweza kupita. Wote walioshika na mauaji na vitu vya kuweza kusababisha yote, una kazi kubwa ya kufanya, lazima uondoke. Nenda kalipe kisasi kwa ajili ya babako. Alikumbuka na alipita kwenye lile vumbi bila wasiwasi kabisa. Huyo alipita kwenye vumbi lile bila wasiwasi kabisa. Aliamua liwalo na liwe, alipita kabisa. Akaamua kuweza kupita na akatokomea katika lile vumbi. Basi toke huko ndio kwenye eneo moja ambao kuna ufalme mmoja ambao huko kando kabisa ya mji. Kuna eneo moja kubwa, kuna mtoto mmoja mfalme ambaye anaitwa Lord Murong. Huyu hapo alivaa nguo nyekundu. Jamaa wako anasema, huyu mzee anafikiria nini kunifungisha ndoa mapema hii? Kama master huwezi kujua. Kama labda marito yako imekuwa nzuri sana, maana amependa zaidi kuweza kufanya wewe uweze kufunga harusi wakati huu. Lakini sio mbaya mister. Hata kumbuka huyu kijana wa mfalme ni muuni balaa. Umeona? Yaani ni kijana kumbuka kijana wote lazima wawe muuni. Mara nyingi sana vijana ni wauni. Hata unasema mimi naona kama sio shida. Lakini hata wanapiga story pale. Kuna binti mmoja alikuwa anajishughulisha na masuala ya hotelini. Akiwa toka hotelini, huyu mzee akamuona. Sasa alimtamani binti huyo. Sasa bwana mmoja akasema mpateni binti huyo. Wakamweka kati binti watu wasiyekuwa na kosa lolote. Haina haja kwenda. Niacheni niende. Sasa binti mzuri kama wewe. Ngoja kwanza. Sasa akaanza kumshika binti vibaya. Wakati anafanya kile kitendo, kuna mamba mmoja amekaa hapa mzee ni balaa. Huyu akamuona huyu bwana anachokifanya. Basi sasa akiwa amekuja huko ndani, binti amewekwa ndani. Kumbuka ni zamani. Sasa jamaa wako akaja akachungulia akamwona yule binti ambaye amemweka pale. Kuna kitu alisema na yule binti, usiogope niko na wewe. Basi. Unajua alifanya nini? Ngoja. Sasa jamaa wako akaja huko, master, tunakuwekea mtoto yule pale. Kazi kwako tu.
Jamaa akafurahi. Haya, tupishe. Jamaa akajua kia Mungu nitamuenjoy huyo mtoto. Kaambia binti mdogo, binti mzuri kama wewe. Mimi naitwa Lord Murong, mtoto mfalme, natumia sword technique. Sasa kamsogelea pasipo kujua, mwamba badilisha mavazi ya binti. Sasa anakwenda kumpiga busu. Jamaa akamfanyia alivulana. Bwana ni mvulana mzee. Hawa nimchukumia teke moja mashine. Sasa unaambia huyu jamani shida kwa pona kupiga mkono. Cheki. Kamchomeka kwanza hapa. Kaba, njoo mpenzi wangu tulale. Sasa anamwigia piga sauti ya binti. Anamwigia, alimpiga kibao. Alimpa mbata. Mbata tu. Utakuwa na adabu wewe. Piga ugali akamwekea mdomo usipige kelele. Akaambia pumbavu wewe. Una adabu. Alimpiga mtoto wa mfalme. Sasa jamani kwere. Huyu anaitwa nini? Huyu anaitwa kumjua. Anaitwa Yekai. Alimtandika mzee. Mtoto wa mfalme anakuwa mnaga adabu. Jamaa mpaka akaanza kujutia, akakuta analia kama mtoto. Penzi, tutafuta nafasi nzuri tukaenjoy. Tabii tuondoke kutenda kwenye location nyingine nzuri. Jamaa akasikia location nyingine, nenda kubagwa. Akamchukua mzee, akaweza kwenda naye. Basi alikuja kwenda naye pembeni kabisa. Alimleta akamfunga huko. Jamaa wako yuko, yani ungenijua mimi mtoto wa mfalme. Ungenijua mtoto wa mfalme mimi. Babangu atakuja. Kaambia mna shida kujali. Wewe kuwa mpole, kaanza kumpaka matoto. Yaani ni ziaka. Huyu mtoto wa mfalme kumbuka. Sasa anafanya kile kitu. Baada ya muda alibadilisha nguo, kavaa nguo ya mfalme. Maana kumbe naye ana mpango wake hapa. Huyu jamaa anaitwa Yekai. Sasa vijana, nitarudi. Naomba nibariki sababu ya kwenda kwenye 10,000 halls. Hall. Na kwenda huko. Ufalme mmoja unaitwa 10,000 hall. Basi unajua alimweka wapi? Alimweka kama alimficha ile mtoto mfalme akamweza kumwacha pale. Sasa kati anatoka kuna binti mmoja ambaye alikuwa yuko hapa ambaye amekuja kumfuata huyo binti. Sasa jamaa akashangaa, mtoto hakika yuko kufanya nini hapa? Kama tumani nimekukuta. Akasema unanijua? Kama mimi nakujua lakini wewe unijui. Kama nimekuwa nakufuatilia muda mrefu sana kila sehemu unaweza kwenda. Nilikuwa nakuja kukufuata kila mahali unapoweza kwenda. Na nitarajia kama nitakuja kukaa na nataka nikusaidie tuweze kwenda huko na kwenda. Sasa binti alikuwa akizungumza maneno mengi sana kuhusiana na mambo kwa muda ambao alikuwa ameweza kumfuata. Ndiye alisema nimekosea au sijakosea? Kaambia vote nilivyosema. Wewe ni nani hata? Sijui wewe ni nani. Kama mimi nakushauri tu kwa muda mrefu nimekuwa nikikufuata. Kwa nadhani ni sehemu yako tukaweza kusafiri tukiwa pamoja kwenye mpango wako leo nao. Jamaa kama unataka kusafiri na mimi. Sasa jamaa yako kataka kumpa mahesabu binti. Ni kweli yuko na mimi? Kamwekea tunda kichwani. Kama sasa nataka kufanya mazoezi kwenye kichwa chako wewe. Ukibadilika nisipokuwa basi. Nikikuwa basi safari yako imeishia hapa. Binti akamwambia wala mimi sina wasiwasi. Wewe fanya tu brother. Na kuahidi kama mimi sitasembea sehemu yoyote. Kama mimi naomba mtu gani usiniogopa wewe. Uone kama maisha yako yatakuwa kwenye hatari nikifanya hiki kitu. Mimi nasema ni mtu mdogo tu. Wewe fanya unachokifanya. Lakini nataka tuweze kwenda pamoja. Lakini wewe ngoja. Sasa jamaa kwamba alikuwa na mpango wake kwa binti huyo. Hataki kufuatana na mtu yote. Aliamua kufanya mbinu tu. Kama huwezi kufanya movement yote, zingakuoa binti wewe. Kama mimi nitakusikiliza tu unachotaka. Wewe fanya unachofanya. Jamaa akamwambia ngoja. Kaona binti anauoga. Kaambia nifuate. Binti akanamfuata. Kaja akamfunga hapa. Anampa mitihani. Binti yuko tayari kwa mitihani yote. Akamfunga hapo. Jamaa akamwambia ngoja. Sasa binti amekaa. Kaambia sasa, nisema wewe ni nani? Katupa tunda pembeni. Kaambia mimi. Binti akawa anacheka. Sasa mimi ni mtoto wa mkulima, binti wa kumkulima tu. Mtu wa mkulima. Wewe. Jamaa akamcheki. Sasa jamaa ana uwezo balaa. Sasa alipomcheki binti huyo, aligundua vitu vingi kutoka kwa binti huyo. Sasa akamwambia kwanza wewe, so uenidanganye. Mavazi uliovaa, nywele zako zilivyo, zimepigwa dressing, hata material kitambaa ya nguo uliweza kuivaa, yanaonyesha kwamba wewe umetoka katika familia moja ambayo ni ya kitajiri sana. Na bila shaka umekuja kwa mission fulani ambayo umekuja kunifuatilia huko. Sasa mimi nimekugundua muda mrefu sana. Material yako na marito art yako ni mzuri. Bila shaka ni Mrs. Dingling. Ni wewe au nimekosea?
kama msigilingi nenda nyumbani. Alafu na hisi saizi brother yako atakuwa na wasiwasi juu yako dawa umeweza kupotea. Jamaa yako binti akagundua haya bana. Umeshanigundua sasa nafanyaje? Kama kisema tunaweza kwenda nikimwangalia mtu tu najua mtu shida yake nini anataka, nini anapenda, ndio uwezo ndio nao. Nimegundua mapema sana. Kama mimi nakusuru uweze kutambia tungaya na mimi tutasafiri tukiwa pamoja. Sabinti sitaki kuondoka. Jamaa wako akasema sitaki kufuatana na mtu yote. Kachapa mwendo. Sabinti akawa amefungwa pale. Tuondoke kwa maeneo, tuje kwenye eneo moja ambalo kando kabisa ya ufalme mmoja wanaoita 10,000 Hall. Umeona? Alikuja binti mmoja kwa taarifa alikuja kuleta hapa. 青云派的太史冲暗中召集了8名门徒，想要趁大老板出山暗中行刺。可惜他手下的人嘴不严实，被我一。 Hata binti kuna taarifa moja ambayo aliweza kuleta. Sasa ukitazama wa kikundi hichi, ni kikundi kimoja ambacho katika ufalme mmoja mkubwa ambao anauita 10,000 Hall. Tutauona. Ni kikosi ambacho wanahusika mara mingi sana na ulinzi wa ile kambi. Yaani ule ufalme kabla maadui hajafika, basi wao wanakuwa wanashughulika. Yaani kama ni kikosi ambacho cha mabinti ambao wamejitolea kwa siri, wanalinda ule ufalme kwa siri, mtu yote asiweze kufahamu. Umeona? Sasa wanafanya shughuli ya kulinda ufalme wa 10,000 Hall ambao uko karibu. Wao wako jirani kabisa na 10,000 Hall. Lakini huku mzee mzima Yekai anakuja. Akumbuka amevalia mavazi ya Lord Murong. Yaani akumbuka ni fake. So mtoto wa mfalme original. Sasa mambo anakwenda kutumia tiketi ya Lord Murong kwani kuingia katika ufalme huo. Alifika kwenye border. Alicheka ni bango la border hili. Yaani kama anakwenda kuingia kwenye mpaka wa eneo lingine. Alipofika hapa alisonga mbele. Kumbuka anatumia gia ya mavazi aliweza kuvaa ya Lord Murong kwamba yeye ni Lord Murong. Umeona? Kisha alitia timu kwenye eneo moja. Hasa hii ndio lile eneo ambalo linaitwa Provision, yani la karibu na eneo la 10,000 Hall, karibu ya ufalme wa 10,000 Hall. Nje kabisa hapa kidogo kuna kambi moja ambayo ni kama vile guest house. Wanaishi makahaba na vitu kama hivyo ambao wanajihusisha na masuala mengi ya kuburudisha wageni wanaoingia ndani ya mji huu. Lazima waingie kwenye hiyo bar. Basi binti mmoja alikuwa anaburudisha hapa leo na anapiga muziki mmoja na furahisha wageni wanazidi kuingia hapa. Basi walipiga nini vitu kawaida. Hiyo ni kitu ambacho ni kawaida sana. Waliingia huko. Sasa ni muziki unachezwa, watu wanaburudika, wanakunywa, wanaomba vyumba, wanalala hapa. Yaani kama vile dosari au wanaita guest house, wengine wanaita kwa jina mengi zaidi kutokana na eneo na eneo. Basi yuko bosi mmoja ambaye ndio bosi wa eneo hili. Huyo semekana kama huyu ni master. Yeye anacheza zake tu kete, hana shida na mtu yote. Ila anasemekana kama huyu ndio kiongozi wa eneo hili. Basi sikumbuka kabisa kwamba hapa kuna mitambo DJ Hero kama kawa. DJ Hero azidi kusonga mbele kabisa wa picha hii 0742140135. Sasa akiwa anamcheki binti anacheza au wageni wakisema binti anaita Kuinong. Sasa Kuinong anaonekana anacheza sana vizuri. Wewe leo nikalala naye usiku wa leo. Sasa binti yeye anauzaga muziki wake tu lakini hauzagi mwili wake. Jamaa akisema hata iweje? Takisha leo usiku leo anakuwa wa kwangu. Hata iweje? Akisema ndio. Sasa kaendelea kubishana. Gapa akaingia mwamba huyu hapa. Amvalia mavazi ya mtoto wa mfalme, yani Lord Murong. Sasa kaingia hapa. Kumbuka huyu ni fake. Jina lake ni Yekai. Sasa mwamba alipomcheki, huyu mzee akamtazama kwa makini, aligundua kitu kwa kijana huyu. Binti anaendelea kucheza huku na nini, anaburudisha watu. Jamaa wakasogea, ama mavazi wanavaaga watoto wa wafalme. Sasa alifika hapo, jamaa akakaa kwenye kiti, akazidi kujionea show inayozidi kuendelea hapo. Sasa bwana mzee mzima akafika hapa, kama kawaida mgeni akiingia lazima akaribishwe. Binti mmoja akamsogelea. Kaambia unaonekana kama wewe soma eneo hili sana. Mara kwanza kufika hapa. Akasema ni nameless provision Ndio. Akasema bila shaka hujakosea. Kama tumeambia kwamba master lazima anapoingia mtu lazima aweze kushare na sisi kinywaji hichi hapa. Basi wanaonyesha ishara wanapokea mabinti hapa. Wanaonyesha ishara ya upendo mgeni anapozidi kuweza kuingia. Bila shaka waweza kuenjoy kinywaji hichi pamoja na mimi. Alipokunywa mabinti yule pale Kuinong alikuwa anamcheki sana huyo. Akatema pu. Nini? Nyopuzi. Umnanidumiaje kinywaji cha kijinga mtoto wa mfalme kama mimi? Naingia kwenye eneo hili. Nataka nipokelewe kwa heshima zote. Manipa kinywaji kichachu namna hii. Unapiga makelele kuhusu mipango yenu.
Nani wewe anasema kwamba nini? 兄弟们， Akasema tumkamate huyu. Haida upuzi kwenye baa yetu. Gava akasikia hiyo, kila mtu awe mtulivu. He. Aliingia boss wa bai. 今天我这个 Akasema nimeshangaa sana kuna eneo letu kama hili tunaingiliwa na mgeni mmoja mteja mkubwa kama huyu ambaye ni mtoto wa ufalme wa jirani. Hatukutambua hilo. Tunaomba tusamehe sana Lord Mulong, lakini tunakukaribisha kabisa. Karibu sana. Tunaomba samahani kwa yote tuliyokufanyia. Nini? Hamjui kama ni young master? 信不信我告 Kama samahani. Na maana tunaomba baba yangu akija hapa atakata vichwa vyenu 10,000 whole wote. Nitakata vichwa vyenu. Waliposikia mtoto mfalme alitulia chini wote. Jamaa akaanza kucheka. Cheki mlivyoogopa. Ni wapuuzi. 歉。 Hey, usijali. Mulongzu leo nimekuja hapa kuna kwa ajili ya harusi. Ya kufunga harusi. Kwa lazima tuweze kunywa kinywaji mpaka tufurahi. 交钱。 Kila mtu anywe, mimi nitalipa. Kamrushia dola ya pesa mingi hiyo mzee. Jamaa akakubali. Basi wakaendelea kufanya shule. 6个人， Upande wa nje huku walikutana leo. Binti mmoja anasema hivi, tulituma watu 36, lakini tunashangaa kwamba mmoja hayupo. Wamekuja tu 35. Yeni huyu yuko wapi? 这漠北天寒， Binti yeni huyu yuko wapi? 他不会出了什么 Nini kitakuwa kimeweza kumkuta? 荒无人烟，并不 Tazama kwa makini picha hii. Na uwe sawa na mimi DJ Hero kama kawaida. 漠北 Binti huyu ni kiongozi wa kikosi hichi. Binti anaitwa Quinong. 早已覆灭 Umeona? 20年。 Sasa wako wanazungumza kwa masuala kadhaa kuhusiana na wametumwa wanajeshi 36 wa mabinti hawa waweze kwenda kuchunguza nje, lakini wamerudi 35, mmoja hajaweza kuonekana. Binti akadai kwamba alimtuma upande wa north, yani kaskazini 一个没有带， mwa ili jangwa, lakini binti anaonekana hajarudi mpaka sasa hivi, jambo ambalo lawatia wasiwasi. 很有可能 Ndipo alipokuwa akijadili kwamba huenda kuna tukio limeweza kumkuta baya, aidha kuna maadui wameshaingia ndani ya 10,000 holo bila wao kuweza kufahamu. 万马堂的车队马上就要到了，我们的时间不多了，我们一定要在大老板到之前摸清楚这里所有人， Binti anasema Big Boss akirudi 包括楼。 huenda kuna watu wameshaanza kuingia ndani eneo hilo na mpango na Big Boss. Umeona? 虽然我没有见过穆， Anasema nakumbuka tuliwaua watu wote. Kuna mgeni anaitwa Mulongzu ameingia, semekana huyo ni mfalme anakuja kumuoa binti wa Big Boss. Lakini ghafla kuna mwamba anakuja hapa mzee. Hii namba ni chafu. Si huyu anayeingia hapo mzee si mwingine baba. Huyo ni Simba mwenyewe. Yaani huyu leo anaingia na yeye pale pale alipoingia wengine. Naye anakwenda kuingia hapo. Baba la baba. Kafika hapo kwanza, alipokelewa mzigo. Mwingine anapoingia anapokelewa. Alishuka mwamba huyu. Huyu achekagi wala mzee. Wala ongeagi mara mbili. Mwamba alichoma ndani. Hawa wanaendelea kucheza kama kawaida. Kama ilivyo kawaida na ilivyo ada, wanazidi kuweza kucheza. 客官，您是 Akaingia mzee, mteja, arumu zimeisha, vyumba vimeweza kujia kwa watu, mtu kuweza kuingia. 只要有地方，哪里 Akaambia najua nyinyi hapa pakubwa. Hata kama wamejaa, hamwezi kukosa nafasi ya kuweza kuniingiza niweze kulala. Mwe utafuta chumba cha kuweza kupumzika. 来一个客栈， Na mimi siamini, 就不能多容下我一个人。 kasema na mimi siamini watu kama nyinyi. Kapita ndani. Sasa wanamzuia, tafadhali tujaribu kuweza kutolewa. Vyumba vimejaa, hakuna chumba kwa ajili yako huku. Vyumba vimeweza kujaa. Sasa akazidi kuingia kwa asikilizaji watu ambao waongeaji mara mbili. Kafika hapa, alikutana nyamba mbili hizi baba, walitazamana tu namna hii. Huyo ongeaji afuata achekagi. Akapita. Sasa mambo. Sasa binti alipomwangalia huyu, anaanza kuhisi hisia fulani. Akasema mtu ni nani huyu? 客官，您是听不懂人话还是傻呀？不说 Hata kafika hapo toka na bishana juu ya huyu mtu kuingia hapa. Alitoa kitu fulani ambacho cha pesa mingi balaa. Sasa alipotoa hii mzee, hii ni hela nyingi. Kampa mtu, kabla nitafutie chumba hapa. 什么初出茅庐的小辈， Anakalazimisha. Sasa anaonekana huyu ni shujaa mmoja, kama mwanajeshi ambaye ana uwezo fulani. Bila sema hapana. So siangalii kwa mfumo huo. 这个人 Huyo anaonekana ni mtu ambaye si wa kawaida kabisa. Binti akanadai. Kumbuka ni kikosi kile ambacho cha siri kinacholinda ufalme wa 10,000 hall. Master katazama. Kumbuka huyo ni kiongozi hapa. Alipomcheki huyo, huku bado Mr. Logmurong naye anamtazama. Binti alisema atakwenda kumkaribisha. Sasa alifika binti huyu kumkaribisha. Kumbuka ni kazi yao. Kaambia mteja karibu, kama hujapenda karibu sana hapa. Mteja mako ongeaga afa cheki. Kaambia kama hujapenda naomba uweze karibia kinywaji pamoja na mimi. Kama sinywaji pombe mimi. 不喝 Binti akasema lakini unyagi pombe, unaona kama utaboeka. Sasa mimi niko hapa kwa ajili ya chumba, sio kwa ajili ya kutafuta wasichana. Sasa binti akamwambia usodi wako, we
Kaambia usishike huyu baba. 官尊姓大， Kaambia unatoka wapi? 从 Unaishi wapi? Yachi. Hebu jitambulishe hata kidogo basi. Kama maneno yako mengi sana, kama vile unaimba wimbo. Kama siniambia jina lako peke yake. Binti aliuliza. Jamaa akamwambia, naitwa Fu Hongxue. 红色的红， Kama ho, 大 kama 学的学， kaambia hong inamaanisha nyekundu na snow inamaanisha n. Sasa ukaanza kupigana na wajamaa wawili wakimgombania binti yule alikuwa akicheza pale. Kumbuka kipindi cha nenzo ubabe tu. Sasa wamepigana hapa nini, mmoja ameweza kumweka wenzake chini. Wanamgombania binti ambaye yuko na mzee mzima baba Fu Hongxue. Kafika binti, wewe utakwenda na sisi. Sasa bila shaka anajua. 陪这位傅公子， Kama mimi nitakaa hapa na nyinyi, nitakaa namchukua ani achie. 我没有耍你啊， Kama mimi sijakutriki. Kama nilivyosema kabla, atajikuwa na uwezo kuliko mwenzake, ndio nitakayekwenda kulala naye siku ya leo. 不过这个人 Kaambia nataka kumaanisha kama mimi nakwenda kulala na huyu mtu. 亮出 Binti akamwegemea. Mpaka binti anafanya plan ya kuweza kumchora mtu huyo amjui yukoje. 公子， Kaambia Fu Hongxue, 好可怕， huyu mtu ananitishia. 带我走。 Naomba unichukue mimi na wewe. 姑娘， Kaambia leo usiku Ichi. utakwenda kulala na mtu. 总会被一个男人带走的。 Alimwambia tu hivyo. Binti akasema nadhani huyo mtu. 是那 Unamaanisha kweli hivyo? Basi nadhani huyo mtu atakuwa ni wewe. 小子， Jamani, 知道我是谁？ umeambiwa uondoke, hamna chumba kwa ajili yako. Si uondoke. 断头符可曾？ Sasa wakana anamwambia Fu Hongxue hawezi kuondoka. Hii namba ni chafu baba. 厉害人物， Sasa anamwambia aondoke. Au huyo mpuzi anaonekana ni bwege huyu. Sasa wakaanza kumcheka kweli. Anaonekana ni bwege tu boya huyu. Aongeagi. Jamaa akasema nani amesema hakuna chumba kwa ajili yake? 你给我听好了， Wewe 要 simama hapa, hakuna chumba kwa ajili yako. Njoo tupambane 就给我乖 ili 乖。 uweze kushinda. Sasa usiyemjua mzee ni sawa na usiku wa giza. Gava akasikia nani anasema hakuna chumba kwa ajili ya mtu huyu. Kaa bosi usiwaze. Hamna海内存， Anasema mimi niko na chumba 不 changu. 要狗眼， Hao ni marafiki tu wanaokaribia na sisi. Kwa lazima kuweza 不嫌弃的。 kuna nafasi, kuna chumba changu. Mimi nitakwenda kumweka aweze kulala na mimi. 天张床， Karibu sana kwa chumba changu. Kwa nafasi kubwa. Kama bosi akiruhusu tunaweza kwenda kukaa pamoja na wewe. Basi huyu mzee huyu Lord Murong alikubali. Ambaye kumbuka Lord Murong ni fake huyu. 想不到 Basi alimkaribisha ndani ya chumba chake ambacho ameweza kuandaliwa. 偏僻。 Kaambia karibu sana. Okay. Tunaweza kula chakula pamoja na kunywa wine tukiwa pamoja. 想不到 Kaambia 偏僻的， nadhani kwamba wewe tunaweza kuvuka boda salama kufika hapa. 要不要尝一尝？ Tuweze kupata kinywaji kidogo. Naomba ujaribu pombe hii. 我不喝酒， Kama mimi sinyagi pombe. 酒可是好， Ha? Hii ina furaha, Je. inaondoa mawazo. 还可以疏解。 Pia inakufanya kuwa mtu muhimu na kutengeneza urafiki na watu. 我不， Kama mimi sikagi na marafiki, wala sifikirii kuwa hilo. Oh. Wala sinyagi. Sasa nimekutana na watu wengi wanaokunywa, lakini wewe mbona umezidisha unyagi pombe? 多了。但是既有趣又 Wewe ni nani sasa kwanza? 酒的人，你是第一个。 Yaani mwanaume wa kwanza ambao unyagi pombe ni wewe, nimekuona. 今天你这个朋友， Lakini naruhusu kwamba mimi na wewe tuweze kuwa marafiki tu. Naomba tu marafiki mimi na wewe. 而且过了今晚， Sasa mimi sijaitengeneza rafiki na mtu yote. Wala sitaki kuona wewe tena. 或许吧。 Kama Master Fu, kaambia sitaki kuondoka. 漠北赶过来， Kama unataka mnatokea kwenye maeneo kaskazini mwa 我 jangwa. 从漠北来。 Kama umezaje kujua hivyo? 你的衣裤 Kabla nguo zako, muonekano wako, unaonekana umeloana, unaonekana umetoka kwenye maeneo ambayo yana barafu. 是中原寻常流通的， Kwa umevaa silver jacket. Bila shaka unatoka kwenye maeneo ya kaskazini mwa jangwa. 你不错， Kama macho yako yako vizuri kutazama. 能把我的 Sema hamna, sio kawaida. Hawezi ukanificha mimi macho mbele ya macho yangu kwa chochote kile. 什么？ Kaambia unamaanisha nini? 你既然明天要走， Kaambia nimekutazama muda mrefu, kuna vitu vingi vinavyonichanganya, pesa nyingi ulionayo. 你的事， Pia kuna kitu makambeni hivyo kuhusu wewe kijana. 担心的是 Sasa lakini kitu moja ambacho kinanifanya kuwazia zaidi. Kaambia nini? Kaambia uswadi wako. Aliposhika tu mzee, tulia wewe. Sasa jamaa anataka mtu aguse uswadi wake kabisa. Hajui kwa nini. Sasa kwa anatishia. Cheki mambo haya. Cheki. Huyo anataka kuchukua uswadi achungulie. Huyo anamzuia. Cheki mambo haya. Wote namba ni chafu hizi mzee. Sasa unagombania uswadi hapo mzee. Wewe alimcheka kwenye 我 shingo. 的倒不是用来， Kaambia uswadi wangu sio kwa ajili ya kutazamwa. Hapo akasimama akaamua kuweza kuondoka. Wewe. Ha. Hizi namba ni chafu mbili mzee. Hivi ni shida mzee. Tuone sawa na DJ Hero kama kawa. 怎么样？ Sasa 那位幕， alipokuwa amekaa kwa discuss mambo mengi zaidi Nyumba- baada ya ujio wa mtu huyo. 现在一个人在后院， Walikuwa na wasiwasi. Kumbuka ni kile kikundi ambacho ni cha siri ambacho kinafanya kazi ya ulinzi katika ufalme wa 10,000 Hall. Walikuwa wamekaa leo, walitumwa kwenda kumsaidia binti ambaye hajulikani mpaka sasa hivi alipo, ambao alikuwa ametumwa 35, akaja 35 badala ya 36. 许真的是我的。 Sasa alitumwa binti hawa kwenda kumtafuta mwenzao. Ghafla kuna ujumbe ukaletwa mzee. 翠农姐， Quinong, 有情 nimepata habari mpya. Nini?
Walitoka mbio mzee. Hizo habari ni habari gani? Tuone sana DJ Hero kama kawaida. Tutazidi kuendelea kusonga mbele. Walienda kwenda zaidi. Cheki mambo hayo. Walikuja kukano kabisa. Kwa nini kuna kitu waliweza kukiona? Akati wanakwenda, kumbe kuna binti mmoja wanasema kwamba aliwatuma, lakini huyo binti hajaonekana mpaka sasa hivi. Ilibidi waweze kuondoka kuweza kumchunguza binti yuko wapi. Ghafla wanaona kuna sanduku moja liko pembeni kabisa ambalo limeletwa na farasi peke yake. Sanduku hili linaonekana kama vile jeneza kubwa liko hapa. Walipofika mtema binti hawa, Quinong liko pale. Quinong ndo kama kiongozi wa ile eneo. Binti huyu alishuka. Walikuta ni sanduku moja kubwa ambalo limeletwa na farasi. Kaambia inaonekana ni farasi wetu. Hebu angalia ile gasket, ile sanduku kuna nini ndani? Walibinua sanduku. Walipofungua au kwa nini macho yao kuweza kumwona yule binti alikuwa anamtafuta? Leo amekuja akiwa amekufa. Jini huu? Binti walishtuka kweli yani. Huyu ni nani? Hapo binti anaonekana amedungwa daga, yani kisu kile kifupi cha kupambania, wanakiitaga daga. Akasema yeye ni huu. Hatimaye umekuja lakini umekufa. Maskini ya Mungu. Nani alifanya kitu cha namna hii? Nitamvunja ni muue kabisa. Haki ya Mungu nikimjua na muondoa kabisa. Kila mtu anaapa jinsi ambavyo yeye kutokana na hasira aliyokuwa nayo. Maana mwenzao anaompenda wa karibu kabisa ambaye amepatwa na tatizo kubwa hili. Lakini kiongozi wao ambaye ni binti ambaye ni kiongozi wao, akasema ngoja kwanza. Naomba niangalie. Kaambia kisu hichi. Alipotazama, akasema hiki kisu kimeingia ndani sana. Binti anasema kisu hichi kimeingia ndani sana, maana jela lake ni kubwa. Kama ngoja kwanza tumwangalie ni huu hapa. Sasa kiongozi wao alipomchunguza kuna kitu aligundua. Walijaribu kutazama kwa makini zaidi ili sanduku ambalo binti ameweza kuletwa. Huyu ndo kiongozi Quinong. Alipoangalia alichukua upanga. Kuna mahesabu alipiga haraka. Akaanza kumvamia mwenzake aliyo karibu naye. Sasa kumbuka binti anafanya uchunguzi. Sasa mambo haya. Anamvamia mtu aliye karibu naye. Kuna uchunguzi anataka kufanya juu ya kifo cha mtu huyu. Sasa alipopima namna hii akawa ameweza kumkata kidogo pale. Ili mahesabu alikuwa anafanya. Huyu ni kiongozi. Kabla ngoja. Huyu binti aliyekufa alikuwa na uwezo mkubwa wa kupambana. Mimi nimepambana na wewe, nimekuumiza kidogo sana kwa dakika chache. Na huyu binti alikuwa na uwezo kuliko ninyi wote mlio hapa. Kama unamaanisha nini kufanya yote hayo? Binti alisogelea sanduku akataka kusema neno. Cheki mambo. Akasema angalieni tena kwa makini. Kuhusu hii daga iliweza kuingia, limeingia ndani ya mwili huu kitofauti na vingine. Kama mbona ile injury limeingia pande mbili? Akasema nimejaribu kufikiria kwa dakika 10 kupambana na wewe, lakini inaweza kukuumiza kidogo sana kupitia hii daga. Maana yake inawezekana mkubwa zaidi kwamba huyu binti hajauawa na mtu yoyote. Kama unamaanisha nini? Kwa sababu ulivyofanya sijaweza kukuelewa. Kama maji kisu kimeingia ndani zaidi. Lini na jeraha lake ni kubwa sana. Kama inaonekana hakuna mtu anataka kupiga kitu kama hichi. Bila shaka ili binti atakuwa amelifanya yeye mwenyewe. Kaambia yeye huu atakuwa amejiua peke yake. Kama unamaanisha nini Quinong? Kaambia mimi sijakosea. Huyu binti amejiua mwenyewe. Kaambia unamaanisha nini kwa nini amejiua mwenyewe? Akasema binti huyu itakuwa kuna jambo ambalo alikuwa anataka kuweza kutujuza kwa haraka. Sasa mambo hayo alipiga mahesabu makubwa mama, akapiga kama mahesabu kwenda binti amejiua. Maana hichi kisu kimeshikwa na mikono miwili afu hatimaye mtu akaweza kujidunga. Kaambia huyu binti alifikiria hivi alijiua ili aweze kufika mahali hapa kwa haraka zaidi. Kuna ujumbe ambao anataka kuweza kutuambia. Kwa sababu alitumia njia ya kifo. Maana njia ya kifo ni rahisi zaidi kuweza kutufikishia ujumbe kwa haraka. Maana njiani kuna wavamizi wanaweza kumvamia. Lakini akienda akiwa amekufa, ujumbe atakuwa ameweza kutuletea mmoja ambapo kuna ujumbe ambao anataka kuweza kutufikishia hapa. Ndio maana ilibidi ajiue ili ujumbe huu uweze kufika kwa haraka kupitia farasi huyu. Sababu asingefanya hivyo, huenda asingeweza kufika sababu njiani kuna wavamizi wengi zaidi. Hebu angalieni katika lipstick za binti huyu. Lipstick yake inaonekana leo
imekolea sana. Maana binti kuna ujumbe anaotaka kuweza kutuambia. Basi mama huyo alinama mdomoni, alipofungua na kweli alikuta kuna ujumbe ambao umeweza kuandikwa. Cheki mambo haya. Bila watahamaki kwa hekima ya kiongozi wao. Hasa alisoma ule ujumbe ulikuwa unasemaje. Taarifa ya ujumbe ule inaonekana iliwashtua. Ujumbe ule unaonyesha kwamba katika evil sect ambao ilipotea kwa muda mrefu, inaonekana kama evil sect master ameingia ndani ya mji wa Evil Town. 10,000 Hall imeshaingia tayari ndani ya 10,000 Hall. Si sasa bii jumbe ni mzito, ulimshtua binti. Hata kata usiku jamaa kwa dada yake ya Mungu, lazima nione huo uswadi wako. Lazima nione uswadi wako. Salima kuona uswadi saa ile akabidi ile kuvamia kundani kuona uswadi. Gafa mzee, binti akaanza kumvamia. Mwizi! Sasa binti akaanza kumvamia. Kumbuka binti hajui huyu nani. Na jamaa wako amejifunika uso mzima, binti akaanza kumvamia. Kumbuka ni yule binti ambaye alimfunga akamwacha kule. Wewe, ngoja kwanza. Ni mimi binti wewe. Wewe, nakuua za binti ana hasira. Kama ni mimi. Kama ni wewe. Kama kaka ni wewe. Kaka ye. Ni wewe. Kama nilikwambia usije hapa. Leo songe na mimi kwanza. Kwa nini umekuja hapa? Kaambia amna bana, mimi nilipenda kuja kukusaidia leo. Hiyo kutafuta huku leo. Na mimi napenda kutembea na wewe kwa karibu zaidi sababu na kitu nataka nikuambia. Unajua? Chumba de na. Kaambia mtu nani katika kile chumba? Kama ana kutafutia chumba hapa. Akija mahali pachai kwa nje, kuna binti alikuja kuvamia. Gafa limeokoa binti mzee. Maana kwa watu wanarusha mishale isikojulikana. Tuma mishale ya kutosha. Mishale. Ilirusha mishale mingi zaidi. Afu mwamba huyo alinama chap. Hataka kujua na kana anafanya mambo yote haya. Kambele imetokea kwa dirisha hili hapa. Lakini Loli Murong, kumbuka Loli Murong ni fake huyo. Alikumbuka kuna kitu alijua. Kaambia watu kuna mtu atakuwa anamtafuta hapa. Basi siku iliweza kufuata ikiwa ni asubuhi kabisa. Huyu jamaa alibidi atafute namna ya kuweza kumwacha binti. Binti huyo asikie na mkataza asiweze kufika huko, lakini binti anakuja. Kama mimi niko kukulinda brother. Kama nakwambia bora nataka kwenda peke yangu. Mbona lazimisha naweza kwenda na wewe? Binti akasema ukivote vile tutaenda. Sasa binti yule anaonekana analazimisha mwamba aweze kwenda na yeye. Kama hivyo utafute shughuli zako uweze kwenda. Kwa mimi napenda mnapoona wanatafuta tu. Basi binti alikuwa akitembea na mwamba huyo mara mingi sana. Sasa mwamba alikuwa anajaribu kutafuta namna na jinsi ya kuweza kumwacha binti, lakini binti anaonekana anasikia na ngangania kuweza kwenda na mwamba huyo. Usinifuate nimekwambia, mbona usikii? Lakini ghafla kuna kikosi cha mabinti wamekuja hapa mzee. Wale wajana usiku wale. Kamba senye binti wazuri. Mashida gani? Kama karusha mishale mzee. Sasa jamaa na mboi iko vizuri kinyama kwa upande wa Mashrat. Ni balaa tupo. Hanjiki kipigo yake inapita hapo ndani. Si. Huyu jamaa ambao kwa Mashrat ni balaa tupo. Yaani anapiga mbaya. Hii namba ni shida. Aina Mashrat yake iko juu balaa. Na kipindi hicho kwa watu wanasabiwa kwa njia ya Mashrat. Ukiwa na Mashrat nzuri basi unaonekana wewe ni mtu wa juu zaidi. Sasa mzee kifinyo kinapigwa hapo mzee. Ujamaa yuko vizuri balaa. Si. Baba kama kawa ndani ya nyumba. Ni DJ Hero kama kawaida. 074214 0135. Asa watu mzee kifinyo balaa. Amsikii. Wewe. Ujamani balaa tupu. Yey! Huyu anaitwa Yekai. Kumbuka wamekuja kwa njia ya Lodi Murong kwamba huyu ni fake. Lakini jina lake halisi ni Yekai. Binti akaangalia nitamsaidiaje huyu jamaa. Jamaa anazidi kusema nao, mabinti hawasikii. Kaambia wewe nimsaidie. Na afanya test ya kwanza. Binti akachomoa swali akatupwa vibaya. Binti akakosea. Aje kumdunga mshikaji mzee. Nimekosea. Kama ni samani nimemisi. Nimekosea. Nimepita misi. Kaambia unanijaribisha mimi kwenye hatari. Hata kaendelea kumvamia kijana huyo. Bila sema sasa nakwenda kujaribu mara ya pili. Leo sikukosi. Si ndio? Haya, narusha tena. Mwamba anaendelea kupambana na mabinti hapa. Akatuma nyingine hiyo. Akakosea tena. Ikamkosa jamaa. Kama mpuzi.
Kaambia nimekosea tena jamani, naomba nisamee uwi. 姑奶奶别闹了， Kaambia usifanye utani kwenye mambo kama haya. Hapa ni kifo na maisha, umesikia? Wazidi kumvamia mzee. Nimeona sasa hivi sitakosea. Binti asikie. Sitakosea sasa hivi, hakika nitampata hata mmoja hivi. Sikubali vipi. Jamaa anapambana huko. Binti akachukua viwili mzee. Ndio. Katuma mbili hizo mzee. Kabo. Zilimpata mabinti wawili hapa. Hizo hakumisi mzee. Mabinti kuona wameshaanza kuwezwa. Alikuwa hawana budi kukimbia. Jamaa kwa binti ndo kafika. Kaka yeye, uko sawa? Kama wana upuuzi umenekea hapa. Kama ni samahani, nilikuwa najaribu kukusaidia. Lakini haikuwa zomoni langu. Kamba una ujinga kweli wewe? Unataka kuchukua maisha yangu kwa sababu ujinga? Kama yangu saidia kukitoa. Nini wewe? Utanichike? Binti akashachomoa mzee. Jamaa kama kuweza kuondoka. Asa binti huyu anapenda sana kwanza kufuatana na kaka yake, anamuita kaka ye. Basi turudi upande huu. Leo baada ya kupata ujumbe ule mzito waliweza kugundua, walikuja kwa ajili ya kujipanga upya mabinti wale ambayo kumbuka mabinti nishakwambia wanafanya ulinzi wa ufalme kwa siri. Wanapambana na maadui wale ambao wanataka kufuatilia ufalme kwa siri. Walipofika hapa kuna ujumbe ulikuja kuweza kutoa kwamba adui wanamtarajia, inasemekana kama adui huyo ameweza kuingia ndani ya mji huu. Sasa tujue adui huyo ni nani? Fu Hongxue呢？也不见了，不见了。 Basi ndipo walipokuja kuweza kuweka kutazama mguu, inaonekana kuna nyayo ya mtu ambaye ameingia hapa ambaye ajulikani ni nani. Ndipo akaanza kufikiria atakuwa ni nani. Atakuwa ni nani huyo? Kama mtu huyo alisimama kabisa juu ya mlima huu, akaweza kutazama mji mzima, akaweza kufahamu kuhusu mji huu. Huyu mtu anasemekana kwamba atakana aligundua kwamba kuna ujio hapa. Inaonekana mtu huyo alikuja hapa juu, akatazama mji mzima, hatimaye ndipo akaweza kuingia katika mji huu. Kama anajisikia kama tofauti kidogo. Kama ni kitu gani? Kama inaonekana kuna hatari ya mtu kufa hapa. Atakuwa ni big boss. Waligundua atakaye kuna mtu anataka kuweza kuuawa na huyo adui aliyeingia hapa. Atumjui ni nani? Inasemekana kwamba adui huyo ameelekea kwenda kumuua big boss. Basi 马家大院已过，如今是 basi bosi alipopewa ule ujumbe alitazama kwa makini, kuna jambo aliweza kusema juu ya ujumbe ule. Kama master tusaidie sisi kujua ni nani ambaye amekuja hapa. 早就已经不是你的， Akamwambia mimi sio master wako tena. 如今不过是一个哪儿 Na wewe kumbuka muda wako kuweza kukaa katika eneo hili umeweza kuweza kuisha. Kumbuka kwamba mbadiliko yanataka kuweza kufanyika katika mambo ya uongozi wako. Nataka kuambia kitu kimoja. Kama kila lazima usaidia kitu kidogo master kujua juu ya swala hili, kwa nani ameweza kuingia katika eneo hili. Alafu akaleta ujumbe mzee. Quinong 10,000 hall wako njiani. Wanaonekana wanaweza kuendelea kwenye kanio. Basi twendeni. Wakawa wameweza kutoka. Wakaisi huenda adui aliyeingia katika mji huu amekwenda kwenye 10,000 hall. Yaani msafara wa 10,000 hall ambao unaingia. 宿命难违。 Zinasema mbingu itakwenda kutueleza nini kinajiri. Sasa ile 10,000 hall inasemekana kwamba ni ufalme mmoja ambao unaitwa 10,000 halls. Ambao ufalme huo kuna mtu ambaye analetwa leo ambaye ni binti wa mfalme wa 10,000 hall ambaye yuko hapo ndani mzee. Hasa ndo msafara wa ufalme ambao unaogopewa zaidi. Yaani ufalme huo unaogopewa kuwa na nguvu kubwa zaidi. Ambao wafungwa ndio wanavuta sofarasi, wanavuta abasi, ule mkokoteni mkubwa ambao amepanda mtoto mmoja wa mfalme au 10,000 hall. Cheki mambo hayo. Ndo kiongozi wao. Huyu hatujui ni nani. Lakini ghafla kuna mambo aliingia. Semekana kama huyu mambo ndo adui atakwenda kuvamia hapa. Nakwambia tengenezea city vizuri. Leo nataka nikuoneshe kipigwa hapa. Unije hilo kama kawaida. Alifika akasimama mbele yule msafara, kumaanisha jamaa anajiamini vibaya. Kama leo anaamua kuzuia msafara au ufalme unaogopewa kinyama. Wewe ni nani pale?
Wewe ni nani unavamia unazuia msafara wa 10,000 whole falme mkubwa kama unaogopewa? Mabinti walikuwa juu, walijua tutatokea jambo kama hili. Kama wewe nani? Wewe mwondoeni hapo mbele. Sasa wakaenda mzee kiboya boya. Cheki mambo hayo. Huyu jamani balaa tupo. Hawakujua jamani shida. Cheki mambo hayo. Wakamweka kati. Leo kambe huyu ni yeye huyu. Masibinti ndio aligundua. Huyu bila shaka ndo adui aliyetarajia kama ameweza kuingia hapa. Kambe huyu nani? Watu ni wengi hivyo. Tulia wewe. Hata kama hujaonaga season yote, mimi nataka nikwambie kwamba leo ni season. Chukueni huyo. Halo. Alivuta paru namna hiyo. Alizunguka tu namna hiyo, ni kimbunga tupu. Si dakika moja ni nyingi yani. Aliwageuza wote kama kisusio chini wote. Alafu wapende kwa ua. Anataka kwa ua, anaonyesha tu kwamba ni uwezo. Yuko juu mzee. Wanamtafuta yuko wapi? Huyo anakuja mzee. Yule pale. Anakuja. Ndio. Alitoka jamaa kakinga hapo hivyo mzee. Anachomoa paru amke nayo mzee. Wewe. Sasa nyanaama farasi hadi farasi. Ni mambo hayo. Jamaa anaonekana ana uwezo wa ajabu. Sasa mambo ana uwezo balaa. Sasa huyu hapa, yeye ana shida na watu wadogo. Anamtaka kiongozi wa ile eneo. Anagusa mzee namna hiyo, hataji kuua mtu. Yeye anataka kuonyesha kwamba ana uwezo. Sasa mambo asei. Hii ni moto mtupu hapa ndani ya 2018. DJ Hero kama kawaida. Je baba. Sasa ni anaama farasi hadi farasi mzee. Hataji kupambana na nyie. Anamtaka kiongozi wa 10,000 all. Huyo mtu ni nani? Anaruka tu mzee. Anapita juu watu vijua vichwa namna hiyo. Huyo kiongozi anataka kumzuia mzee. Wewe. Kamtoa tu namna hiyo. Mpa baba mmoja kitu. Akapita hapo juu mzee. Anamtaka kumkusa na kwenda kusema hapo ndani ya mkuu atasema. Hey. Ndio boyo. Hawaamini macho yao na mtu aliyefanya kitendo kama hichi. Mete katoka pembeni mzee. Huyu binti asemekana binti ni anagaa kipigo balaa. Huyu ndio kiongozi mwenyewe. Alo, akatoka juu aje kusema sana mzee. Sasa mambo hayo. Ati, mtu asifanyaga kitendo kama hiki. Huyu jamaa wa kwanza. Amevuka mpaka ndani ya jengo mama alipo. Huyu mama mwenyewe asemekana mama ni sumu. Sasa mambo hayo. Mama anataka nani amekuja leo mpaka amenikaribia. Huyu mtu anakaa sawa kawaida mzee. Sasa mambo hayo. DJ Hero kama kawaida. Sasa baadaye yule binti anageuka mzee, ameshakata hiyo kitambaa kimetolewa, sura yake inaonekana vizuri kama hivi. Jamaa anaonekana kumtazama binti huyu ambaye ni mtoto wa uongozi yule pale. Basi hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ya kitu kikalo na kita The Border. Cheki mambo. DJ Hero kama kawaida, kitu anakiita Border hichi hapa. Basi tunazidi kuweza kusonga mbele kabisa. Hey, DJ Hero kama kawa baada ya kukaa kwa muda mrefu. Basi nakwambia leo nimekuja na moto mmoja mzuri kabisa hapa. Kitu anakiita The Border. Border Town. Cheki mambo hayo. Yes, kama kawaida basi kumbuka wale walio pale YouTube, hakikisha una subscribe ili tuweze kwenda sawa. Hiyo ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kitu wanaita Border. Cheki mambo hayo. Ngoja zidi kuweza kusonga mbele zaidi. Picha moja safi kabisa yenye mkono na love story moja sam kabisa. Mimi silitaki vitu ambavyo ni vya kijinga. Basi leo nimekuletea kitu kimoja kizuri tena, ambapo ni kizuri zaidi, kia love story moja safi na basi action nzuri sana, ambapo na kisasi kimoja ambacho ni story moja ambayo ni nzuri kabisa. Kama kawaida DJ Hero kuletea vitu kama hivi, basi ni kawaida yangu. Namna hiyo tutazidi kusonga mbele. DJ Hero kana mitambo kama kawaida. Basi unapokwenda kuangalia picha hii, kumbuka basi wewe unakwenda kuwa mdhamini wangu. Ukitazama picha hii basi wewe ni mdhamini wangu. Kuhakikisha kwamba una comment pale basi au una subscribe na kuacha ujumbe wako wa maneno pale YouTube utakapokwenda kutazama, na ukiwa mtaani basi nitafute kwa 0742 140135 0742 140135. Ni DJ Hero kama kawaida kutoka pande za Bomba. Ukiwa basi pale WhatsApp njoo nitafute kwa 0742140135. Nikupe kitu ni quality. Mimi kitu changu ni quality tu. Siuzi vitu ambavyo vichafu chafu. Mimi nauza vitu quality. Sema quality. Nam. Bila kumsahau kama kawaida director wa Heroes Studio. Hapa basi ni DJ Hero. Ukitaka kuwasiliana na mimi nipo napatikana kabisa. So shida yoyote. Ukitaka kudhamini kazi, dhamini. Ila kumbuka unaitazama
picha hii, wewe ni mdhamini kabisa wa DJ Hero kutoka pande za Boma. Cheki mambo. Basi baada ya kukaa kimya basi kwa muda mrefu, tutazidi kuweza kwenda mbele zaidi. Nimekuletea kitu mashine tata. Hiki hapa ikiwa ni sehemu ya kwanza. Kitu anakiita the Border Town. Border Town. Cheki mambo. Basi nitafuta kwa 0742 na